Gilly Bonny Online TV. Tunawashukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Naomba sote tumpigie makofi sana Mheshimiwa Waziri. Lakini aidha pia nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri nimshukuru sana mkuu wa wilaya. Mimi Mheshimiwa Waziri nina sifa ifuatayo, na pengine hili huwa sijawahi kulisema. Moja, huwa napenda sana kiongozi anayeonesha ubunifu, na sijawahi kuwa mkuu wa mkoa anayekandamiza ubunifu kwa kiongozi wangu wa chini. Na nadhani wewe Mheshimiwa Waziri, katika mikoa yote Tanzania bara, sidhani kama ulishawahi kupokea malalamiko yanayotoka kwa mkuu wa mkoa akimlalamikia kiongozi wake wa ngazi ya chini. Mimi najiamini sana. Naamini katika kutatua matatizo kwa kukaa na wenzangu. Tukielemewa kabisa utatuona ofisini, lakini mpaka sasa hatujawahi kuelemewa. Lakini jambo la pili, sifa yangu kubwa na ambayo watu wengi huwa wanaweza usinielewe sana, ni kusema ukweli. Na huwa lazima nikuelezeni ukweli ili kama umekosea tuweze kunyoka, na kama umepatia basi niweze kukupongeza. Sifa hiyo mara nyingi sana huwa sio rahisi sana kupendwa. Lakini naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Mchengerwa, uko hapa, na wewe pia umekuwa kiongozi wetu mkubwa sana katika wizara nyingi sana. Kwa miaka mingi iliyopita, na hapa nimemwona kiongozi mmoja wa machinga kutoka Mbeya, ndugu yangu Jerry, kama yuko hapa asimame, yule pale. Niliwahi kumwambia nikiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya kwamba machinga sio genge la kupitishia siasa nyepesi. Machinga ni kundi maalum linalotakiwa liendelezwe kwa ajili ya kujenga uchumi wa baadaye. Na kama kuna kiongozi yoyote wa kisiasa atatumia faida ya kundi hili kwa kuwa na mitaji midogo na kulifanya kama kundi maalum katika mitaji ya kisiasa, tutakuwa tumepoteza focus, kwa sababu wafanyabiashara wakubwa wa kesho wanaopaswa kulipa kodi kwa ajili ya taifa letu ni hawa hapa walioko leo. Kwa hiyo naomba nirudie tena kwamba tunapozungumzia kuhusu kujenga uchumi wa wafanyabiashara, ziwe ni biashara kubwa au biashara ndogo ndogo, tunapaswa tuwe na mioyo ya kusikiliza kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatamani kuona wafanyabiashara wenye fedha, sio wafanyabiashara wachuuzi wasio na fedha ambao muda wote na kazi zao zote zimetekwa na vikundi vidogo vya kisiasa. Narudia tena Mheshimiwa Waziri, hapa Dar es Salaam mimi na wenzangu tumesema tupo tayari kusapoti kundi hili nyakati zote. Mimi labda nieleze machache. Niliwakuta baadhi ya watu wanasema, mkuu wa mkoa tukuoni bwana huku. Nikaambia I'm regional commissioner, mimi ni mkuu wa mkoa. Huku chini wapo wakuu wa wilaya, huku chini wapo madasi, wapo maafisa tarafa. Mimi kazi yangu ni kuchora michoro ya hapa juu kwa kushirikiana na wenzangu hawa. Wakati tunafika hapa niliwakuta hawa ndugu zangu wa bodaboda hawa, kila wakienda wanakamatwa na watu wanajiita tambaza, na hii narudia mara nyingi sana. Kisa nini? Wanasema wrong parking, wrong parking. Nikamuuliza mkurugenzi aliyekuwepo wakati ule, hivi mnaposema wrong parking, right parking iko wapi? Kila mahali akipaki wrong parking, kila mahali akipaki wrong parking. Je, right parking iko wapi? Kwa hiyo nimemweleza mkuu wa wilaya ya Ilala pamoja na wakuu wa wilaya wote na wakurugenzi kwamba ni muhimu kuanza kuwekeza pia kwenye right parking, ili tunapowakamata watu waliopaki wrong parking tuwaoneshe right parking. Yule bwana tambaza nilimpa masaa kadhaa, nikamwambia mfuteni kazi Ilala,
kwa sababu anaonea Watanzania, hasa hawa ambao hawana kipato kikubwa. Mchengerwa wewe. Lakini hii juzi Mheshimiwa Waziri, kuna binti mmoja ambaye yeye amesomea ualimu na amekosa ajira hizi ambazo zilikuwa zimetangazwa, wengine wamepata ajira. Baba yake na yule binti akampa mtaji wa shilingi 1.5 milioni afungue saluni. Alipofungua saluni, ameanza kufanya biashara. Wakatokea watumishi wangu mimi kutoka kwenye ofisi hizi za mkurugenzi, wakaenda kwa yule binti kwamba kwa nini ana wafanyakazi ambao hawajapima afya. Halafu wakamtaka yule binti atoe rushwa ya $600,000. Mheshimiwa Waziri, nilielekeza haraka sana kwamba ama mkurugenzi ajifute kazi ama mfute kazi yule aliyekuwepo pale. Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie mkurugenzi yuko hapa. Aliniambia mkuu wa mkoa, nachukua jukumu hilo haraka sana kwa kumuondoa huyu mtumishi ambaye ananyanyasa biashara ndogo ndogo. Biashara hoye. Lakini jambo la tatu Mheshimiwa Waziri, kwa haraka, mimi ni mfuasi wa kila mmoja katika taifa kuchangia uchumi wa taifa lake. Leo Tanzania tuna jambo fulani, tuna lugha yetu, Watanzania wanyonge, Watanzania wanyonge, mnyonge. Neno mnyonge Mheshimiwa Waziri limefika wakati watu wanaona kama sifa kujitambulisha nalo. Imefika wakati mtu anajitambulisha, mimi naitwa Albert Chalamila mnyonge kutoka Tanzania. Naomba niwaambieni jambo moja, kila mmoja asimame hapa na ukatae unyonge. Na ndio maana Mheshimiwa Rais anatoa mikopo kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, anatoa mikopo kupitia Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mchengerwa. Lengo ni kwamba ondoka huku ambako hakuna mitaji, shika mtaji, fanya biashara, fanya kazi usiku na mchana, ili uje uwe tajiri, kuliko kukaa muda wote na kusema mimi ni mnyonge na kuona kama vile ni sifa yetu sote. Mheshimiwa Waziri, tumesema kwa hapa Dar es Salaam ni muda mwafaka wa kila mmoja kujua kuchangia uchumi. Na Machinga anasema tuanze kulipa kodi. Mimi naunga mkono mno. Jana nimewaambia mahali fulani, natamani hata hospitali mtu akienda tu tunasema umelipa kodi. Akisema mimi na tumbo linauma naomba mnihudumie, anasema haina shida, utahudumiwa ila umelipa kodi. Kama umelipa kodi tunakupeleka kuhudumia. Kama hujalipa kodi tunakukalisha mahali, ili ukizidiwa tunakupiga drip, ukipona tunakwambia sasa kalipe kodi. Hoja yetu ya msingi ni nini? Leo tumeona Marekani na rais wake wanatoa baadhi ya misaada katika hizi nchi mbalimbali, na wanasema sisi hatuna uwezo wa kujimudu. Mheshimiwa Waziri, anayeweza kulilea taifa hili ni Mtanzania mwenyewe. Ili tuseme Rais Samia mitano tena, tunapaswa kusema mitano tena, lakini huku tukiwa na idea ya kulipa kodi kama sehemu kubwa ya kumsupport ili mitano itimie. Mitano manake nini? Mitano manake ni hospitali, mitano ni barabara, mitano ni umeme, mitano ni shule, mitano ni viwanja vya mipira, mitano ni huduma kwa watu. Hakuwezi kuwa na huduma kama tulipi kodi ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, nimeona niyaseme haya kidogo, na ndio ugomvi uliopo kati ya Machinga na wafanyabiashara wa maeneo mbalimbali, hasa Kariakoo. Wafanyabiashara wakubwa wanasema hawa wanatuuza vitu kama vya kwetu, hatutaki tena hawa jamaa fanya. Lakini mimi nilikwenda Kariakoo nikawaambia hata ninyi hapa Kariakoo mjiweke vizuri, muwalipa kodi wazuri. Lakini pili, mkae mzungumze vizuri na hawa wafanyabiashara ndogo ndogo, kwa sababu hawa wafanyabiashara ndogo ndogo wananunua vitu kwenu. Jamani, uongo ukweli sikusema. Lakini pia nikasema sasa hivi kuna mgogoro mkubwa kati ya wafanyabiashara wa Kichina na wafanyabiashara wetu sisi. Na nimeingia kwenye kundi moja, kuna message zinatumwa, wanaanza mpaka kutishia wafanyabiashara wa Kichina, wafanyabiashara wa Kichina wanatishia wafanyabiashara wa Tanzania. Tumesha report kwa Mheshimiwa Jafo, na hii barua pia inakuja kwako Mheshimiwa Waziri, kwamba tunajenga nchi moja. Tutafanya kikao kikubwa na wafanyabiashara wa kigeni kuwaeleza adhima ya Mheshimiwa Rais katika kukuza wa Tanzania na adhima Mheshimiwa Rais katika kukuza diplomasia ya uchumi
na diplomasia ya kimataifa. Lengo letu sisi sio kuwadhuru wafanyabiashara wa kigeni, lakini kuwapa utaratibu ili Watanzania waone fahari ya nchi yao. Lakini pia na sisi ni kujipa utaratibu ili tuone faida ya kuwa na wafanyabiashara wa kigeni. Leo Watanzania wamejaa China, leo Wachina wamejaa Tanzania. Kwa tukianza kupigana visu hapa na pale, inawezekana kule nako wakafukuzwa na Watanzania wakaambiwa msiingie China. Kwa tunahitaji ustaarabu wa kidiplomasia ambao mwisho utatuvusha kuhusiana na mataifa haya kuwa yamekuwa ni dada na kaka kwa miaka mingi iliyopita. Samia hoye! Wafanyabiashara hoye! Mwisho, Mheshimiwa Waziri, ndugu yetu wa machinga ametoa ombi hapa. Mojawapo ni kuhusiana na hili soko la machinga. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba kwenye huu mradi ambao wewe Mheshimiwa Waziri unausimamia wa kuendeleza bonde la mto Msimbazi, ambao tayari wakazi wa pale wameshapewa fidia ya kwanza kuondoka. Kama mmeona zaidi ya bilioni 50 Mheshimiwa Waziri zimelipwa kwa wakazi waliokuwa bonde hili la mto Msimbazi. Wamepisha kitu gani? Wamepisha maendeleo makubwa ambayo yanakwenda kufanyika. Moja, zitajengwa hoteli. 2, tutapata viwanja vya mipira. 3, tutapata sehemu za kujenga masoko kama machinga. 4, uboreshaji wa daraja la Jangwani ambalo muda wote ule linaanza. Na 5, na vitu vinginevyo. Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie kwamba tumekwisha andika barua, mkurugenzi ameishughulikia, ya kueleza hayo mambo yote kwenda kwa katibu mkuu wa Wizara TAMISEMI aione ile concept kuhusiana na haya masoko, halafu yeye atawasilisha kwako. Mwisho wa siku muweze sasa kuja kwetu tutekeleze hii adhima ya kujenga soko kubwa zuri la machinga ambalo litafanya sasa, litakuwa ndio kilio chao kitakatika hapo, na mwisho wa siku mambo yatakwenda vizuri. Sasa hili inawezekana hamtapiga makofi, naamini. Mheshimiwa Waziri, umeelekeza kwamba soko la Kariakoo lifunguliwe haraka. Tumekupa progress zote. Lakini katika kufungua ile soko, njia karibu nyingi zimefungwa. Na zimefungwa kwa sababu pia hawa ndugu zangu wameweka meza pale. Sasa kwa kuwa yupo Lusinde hapa na kwa kuwa yupo mkuu wa wilaya hapa, hebu mkakae sasa na wala fanya biashara pale, mwanze kufungua kidogo ile njia ili Mheshimiwa Rais anapokuja kwa ratiba atakayotupatia Mheshimiwa Waziri aweze kupita kwenda kwenye soko, lifunguliwe, liitwe soko la kimataifa. Sasa pigeni makofi kama yale ndugu zangu, sio vizuri. Mchengero we! Kufungua njia we! Mheshimiwa Waziri, nimeona niyaseme haya kwa sababu ya kwetu wote. Ndio ile sifa yangu ya kusema ukweli. Kwa ukweli sio kwangu tu, hata kwa ndugu zetu. Kwa naamini atakapofika kiongozi wa machinga mtamsikiliza, kwa sababu Mheshimiwa Waziri, wakati soko letu, wakati nyumba hapa moja imedondoka, ile iliyopoteza ndugu zetu, tulipata tabu sana namna kuingia kule ndani kwa sababu ya hizi njia. Kwa ningeomba sana tuendelee kuzifungua taratibu ili mambo yaweze kuja kuwa mazuri sana. Nihitimishe tu kwa kusema na washukuru sana, kuwapongeza sana wilaya ya Ilala kwa ubunifu huu pia mzuri ambao umeendelea kufanya. Kama nakiri kwamba hata mimi hapa nimekuwa ni mwalikwa ndani ya eneo letu, lakini nimeona watu wote hawa ni ishara kwamba pana uongozi wa watu kwa ajili ya watu, kwa maslahi ya watu. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.